Msikilizaji wa Ajila Update, karibu tena kwenye kipindi chetu na tunaendelea kupokea maswali kwa njia ya maoni ili tuweze kujibiwa na watu ambao wana experience ya hizi mambo na kila mtu aweze kuparticipate. Leo hii kuna swali limeulizwa, ni ngoja tuangalie swali. Anasema ya kwamba anaitwa Daudi Magunila, anauliza kaka, naomba kueleweshwa, je, ambao hawajapita JKT napo tangazo lilikuwa linawahusu kutuma maombi ya jeshini? Daudi Magumila, kama unavyoona kwamba amehitaji kufahamu kama tangazo lilikuwa linawahusu na ambao hawajapita JKT. Hivyo tunamtengenezea ama tunamjibu kama ifuatavyo. Na wewe kama utakuwa na swali, basi tukutane kwenye upande wa comment, uliza swali lako na kisha nitalitengenezea video, nitalijibu kutokana na uelewa wangu na nitaweka wazi kwa watazamaji wengine ambao wanaweza kuchangia mada yoyote kwenye hilo swali. Daudi Magumila, iko hivi, kama unakumbuka ya kwamba lile tangazo lilivyotoka la watu wanaotakiwa kwenda kuandikishwa JW, JW, lilihitaji watu wenye sifa kadhaa. Moja ya sifa ilikuwa awe ni raia wa Kitanzania na pia awe na umri usiozidi miaka 25 kwa mtu ambaye amemaliza form 4 au form 6, na kwa elimu ya juu walisema usizidi miaka 28. Sasa kwa hiyo tukiangalia na kigezo kingine alikuwa anasema kwamba awe ana cheti cha JKT, lakini ni moja ya sifa ambazo walizisema. Hawakusema kwamba kama una cheti cha JKT basi usiapply, lakini walisema kwa mtu ambaye yupo kwenye mafunzo ama yupo jeshini au kambini hatakiwi, hilo tangazo lilikuwa halimuhusu. Kwa maana hiyo Daudi Magumila kusema kwamba halikuwahusu, hapana, ni wewe unajaribu, lakini moja ya sifa ambazo walizitaja wanazitaji ilikuwa ni mtu awe na cheti cha JKT, awe amepita JKT, namaanisha hivyo. Kwa maana hiyo kama wataangalia zile sifa zote, basi mtu ambaye hana cheti cha JKT atakuwa amedisqualify. Lakini kama watataka watu watimize zile sifa zote, kwa mtu ambaye hana cheti cha JKT ndio anakuwa amequalify. Nadhani ndugu yangu Daudi Magumila, kwa maelekezo haya ambayo nimeyatoa, unaweza kudadavua mwenyewe kwamba uko mguu ndani mguu nje, kwamba maybe wakiangalia sifa zote sita itakuwa ni safe, lakini wasipoangalia sifa zote sita, yani wakiangalia sifa zote sita, wale ambao waliapply bila kuwa na cheti cha JKT kwao watakuwa disqualified. Lakini wasipoangalia sifa zote sita, yani sifa zote ambazo walizoziweka, na sifa zilikuwa ni kama ngapi, yani wasipoangalia kama ni sifa zilikuwa sita, wasipozikagua zote, basi unakuwa qualified. Lakini sasa mtu anayeangalia bahasha huenda atatafuta kitu ambacho cha kuangalia ni nini cha ziada. Ndio maana tukazungumzia na watu ambao wana vyeti vya VETA, vinasaidia sana. Mfano kama mtu ana cheti cha udereva, ana ufundi makenika, ana cheti kabisa, ana cheti cha ufundi umeme, kama alikiambatanisha mle ndani kwake inakuwa safe kidogo. Yani sidhani kama mtu anaonekana na kitu fulani yani maalum ambacho anakihitaji pia alafu cheti cha JKT ndio kimkoseshe. Kwa hiyo sidhani. Kwa hiyo yani kuna vitu ambavyo ataangalia yule ambaye anatafuta watu wa kuwapigia simu. Kwa maana hiyo just tuendelee kusali kwa watu ambao tumetuma maombi. Kama hatuna cheti cha JKT, just Allah ndio anajua kwamba ni nani ni wakati wake wa kuchomoka. Maana ya kwamba nikikwambia Mungu ndiye anayepanga, hakuna binadamu ambaye anaweza kupanga. Unaweza ukatumia nguvu nyingi sana kutafuta ajira, lakini usifanikiwe, ukatoa pesa na kutoa pesa lakini usifanikiwe. Ila Allah anaposema kwamba huyu mtu basi imetosha kukaa mtaani, ngoja nimtafutie site fulani aanze kazi, basi inakuwa. Usisahau ya kwamba tunapokea maswali kwa njia ya comment. Drop your comment, drop maoni yako. Wewe unaonaje?
unahitaji tushauriane kuhusiana na nini, kama ni mapenzi ni nini, kila kitu ambacho unahisi kinakurudisha nyuma wewe au kitu ambacho kinakuvuruga akili. Hata kama umevurugana na mtu, njoo tushauriane. Chao, Ajira Update, Tuongee TV ni channel ya kwetu sote. Asante.